Yeah. Inasemekana kuwa kama uliofungulia sasa akakufungulia pia wewe njia sasa kufanya kazi zako unazofanya na unanufaika na hiki ulichokivuna kutoka 2017. Yeah. Kwa namna nyingine naweza kusema bila Clam huenda ingekuwa ngumu kufanikisha au mimi kufikia hapa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu nilishajaribu sana kufanya mwenyewe, ikaniwia ugumu kidogo, lakini baada ya kurudi kwa ndugu yangu akaniambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kweli nilipofanya nikafanikisha na nikafungua channel mpaka leo nafanya vizuri sana. Bana, tukusiki kitu kimoja tu, hakikisha umegusa button nyekundu andikwa neno subscribe kwa mwanafamilia wa Gamba TV. Miongoni mwa watu mliokuwa mkitamani nifanye nao moja interview ni moja ya msanii anafahamika kama Chibu. Nimeanza kumtazama kwa muda mrefu sana, nikasema mimi ni nani kwa sababu umeniita nije nifanye naye interview, nikasema basi ngoja nifunge safari, lakini tupo kwenye tamthilia yake ambayo anaifanya sasa hivi, ni anaifanya kwenye account yake ya Chibu. Nikataka tuzungumze naye. Bana Chibu, vipi? Ya, safi safi. Bana, kitambo tumekuwa tukiwasiliana, ukinipigia wapi tuonane, nikwambia nitakuja. Leo nimefika sasa. Ya kweli bwana, mimi mwenyewe nimefurahi sana kukuona, na tulikuwa tunapishana kidogo kwa sababu ya harakati za maisha. Sio si kazi zetu hizo kidogo, tunakuwa mara nyingi tunasafiri mikoani na muda mwingine mpaka nje ya nchi kidogo. Yeah. Soko la tamthilia sasa hivi liko vipi kwa upande wako, tukianzia hapo? Soko la filamu na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na masuala ya filamu liko vizuri, na kadri siku zinavyozidi kwenda basi mambo yanazidi kuwa vizuri zaidi. Watu wanapenda na namba zinakuwa nyingi ndani ya nchi mpaka nje ya nchi. Miongoni mwa wasanii ambao tunaweza tukasema umeanza soko zamani, mimi nakutambua, lakini nataka leo kuna watu wajue historia ya Chibu. Yaani leo nataka tujue historia ya Chibu. Chibu asili ni mtu wa wapi? Chibu asili yake ni mtu wa Pwani, na masuala ya sanaa nimeanza kufanya mwaka 2015 nadhani. Mpaka 2017 ndio nikaja kukutana na Clam. Kwa hiyo tukafungua channel ile ya Clam, na movie ya kwanza kabisa tulifanya inaitwa School Love, ndio mimi naendo tulikuwa main katika ile story. Kwa magumu, lakini pia hata soko na namna ambavyo watazamaji walikuwa ni wachache sana, lakini ilifanya vizuri kiasi cha kwamba ikatimiza vigezo vya YouTube na channel ikaanza kulipwa. Baadaye maisha mengine yakaendelea, ndio mpaka leo unaona tunafanya kazi bado na Clam. Mimi ile tamthilia nimeitazama, na kulikuwa na baadhi ya watu na walinitafuta kuhusu kuzungumzia hili, lakini nikasema si wakati wake na tutaliongea baadaye. Clam ni mtu wa design gani toka umeanza kufanya naye kazi toka 2017 mpaka leo tunazungumzia 2025? Ni miaka takriban 8. Clam ni rafiki mzuri, ni msanii mzuri, lakini pia ni tajiri au bosi mzuri, na ni mtu ambaye watu wengi sana wanaona amefanikiwa, lakini yeye bado anaona hajafanikiwa, kwa sababu anatamani siku moja awe msanii wa kwanza kurudi na tuzo ya Grammy kwa upande wa filamu hapa Tanzania. Nadhani ndo ndoto yake kubwa sana. Hizi ndoto nyingine, kuuza movie si Netflix si wapi, ni ndoto ndogo ndogo tu ambazo muda wowote anaweza kuzikamilisha kuanzia sasa. Ni mtu ambaye anapenda watu wanafanya kazi, lakini pia ana moyo wa kuwasaidia watu. Hivyo mimi namchukulia hivyo. Clam amefanya kazi na watu wengi, na nikisema toka 2017 kwenye ile tamthilia mliocheza naye, na imani peke yake ndio bado uko naye mpaka leo hii kama sijakosea. Tupo lakini tupo nadhani kama wawili, kama sikosei tuko wawili. Niko mimi na mwenzangu mwingine anajulikana kwa jina la Kifesi, ndio ambaye tumebaki naye mpaka sasa hivi. Tupo wawili ambao tunaendelea kupambana. Yeah. Inasemekana kuwa kama uliofungulia sasa akakufungulia pia wewe njia sasa kufanya kazi zako unazofanya na unanufaika na hiki ulichokivuna kutoka 2017. Yeah. Kwa namna nyingine naweza kusema bila Clam huenda ingekuwa ngumu kufanikisha au mimi kufikia hapa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu nilishajaribu sana kufanya mwenyewe, ikaniwia ugumu kidogo, lakini baada ya kurudi kwa ndugu yangu akaniambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kweli nilipofanya nikafanikisha na nikafungua channel mpaka leo nafanya vizuri sana.
2017 nataka nifahamu safari ya wewe na Clam mmekutana vipi kwa mara ya kwanza before kabisa kabla mjaanza kuigiza, yani mkaanza bwana tufanye hivi. Mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Mimi nimeanza kumuona Clam mtandaoni. Lakini nilikuwa sifahamu kama ni Homeboy. Kwa mwisho wa siku nikaja kumkuta location ana shoot. Kasema bwana njoo tufanye, kuna idea hivi na hivi na hivi na hivi, nikamwambia sawa tunaweza kufanya. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wetu. Kipindi hicho anafanya sana comedy. Tukakutana tukawa tunaandaa content za comedy lakini pia content ambazo ziko serious. Basi mpaka leo tunaendelea kufanya vizuri. Moja ya tamthilia yako ambayo ulipewa nafasi na ukatisha, naweza nikasema ni Snake Boy season 2. Mle ulifanya unyama mmoja ambao watu waliupokea vizuri. Tunaweza tukasema kwa Snake Boy ni tamthilia ambayo pia iliwapa nafasi ya watu kwenda viral sana na watu kuzidi kuwafungua jicho la pili na kuzidi kuwatazama. Wewe umependa Snake Boy kwa sababu unapenda miondoko ya aina ile. Mimi ni msanii ambaye anabadilika na huwa anawaridhisha watazamaji kutokana na kile ambacho anakitaka. Lakini kuna mtu atakubishia atasema bwana Chibu kwenye Mistake ulifanya vizuri zaidi na kwenye movie nyingine Big Boss ulifanya vizuri zaidi. Ila tuzungumzie hii Snake Boy ambayo wewe na umependelea leo. Snake Boy ni movie bora na itabaki kuwa bora mpaka kesho, na hakutakuwa na movie au series bora kama Snake Boy. Japokuwa tunabishana sana na Clam, yeye mara nyingi anakuwa upande wa Big Boss, anasema Big Boss ndio series kali sana, mimi naambia Snake Boy ndio series kali sana. Kwa hiyo Snake Boy itabaki kuwa hivyo, itabaki kuwa bora sana. Na kuhusiana na masuala kwamba imewafungulia watu milango, ni namba ya watu wengi sana wamesaidiwa katika ile series ya Snake Boy. Nikasema ni wataji hapa, kuna wengine mnaweza hata msiamini. Watu walikuja hawana kitu lakini wamefanikiwa, wamepata majina, na sio tu majina. Wengine walikuja wakafanikiwa wakapata pesa mpaka leo maisha yao yanaendelea vizuri. Kwa Snake Boy ni series ambayo ni series ya taifa nadhani. Ni series ya taifa. Kipindi mnatunga Snake Boy kipindi inaanza season 2 ama season 1, ulitarajia itakuwa na mapokezi kama watu walivyoipokea? Ukasema yes, hiki mbona tulikuwa naaminishwa kitu ambacho hakipo, lakini Snake Boy ambao nyoka naamini Snake Boy ni nyoka wa kiume. Alafu ni mtu. Ulikuwa mlipoandika ile story uliketi kwa akili yako ukasema da, hiki naenda kuambia Tanzania kweli watakipokea? Snake Boy wakati tuna design na namna ambavyo ilikuwa inaandikwa, nilimwambia Clam hii ndio series sasa ya kufanya. Lakini yeye hakuamini, na mpaka tuna shoot episode ya kwanza inafanya vizuri, yeye bado hakuamini kama itaendelea kufanya vizuri. Episode ya pili kaja kafanya vizuri zaidi. Mpaka leo bado anabisha, lakini anajua anabisha tu ili mradi. Lakini Snake Boy ni series ambayo tangu inaandikwa tayari ilishaonekana kwamba hii ndio series ambayo itakuwa bora na itabaki kuwa bora hivyo siku zote. Tunarudi sasa kwa baada ya kuizungumzia Snake Boy kuona ina nafasi kubwa ambayo iliwapa watu viral, na sisi kuna watu wengi tuwatambua kupitia Snake Boy na ikawa ni series kubwa. Baada ya hapo kuna vitu vingi sana viliendelea kumhusu Clam, watu wakiwa wanamhusisha kwa Clam ni mtu ambaye kwanza aliongea na kuwa anapata pesa nyingi sana kwenye mitandao. Ili liko vipi? Clam ni mtu ambaye alikuwa anaingiza pesa nyingi sana kwa sababu ndo amekuja kuwashtua ma YouTubers. Sasa hivi watu waamini YouTube ni sehemu ya soko. Kuna video niliposti mtu akasema Clam ndio amesababisha watu wanafanya kazi za YouTube. Na YouTube ilikuwa ni sehemu ilikuwa inadharauliwa. Kweli kama kwa anaingiza pesa kiasi hicho tulikuwa kikitaja kipindi kile, na sio alikuwa anaingiza. Sasa hivi nadhani ni ukute tani mara 4 au mara 5 ya pesa ambazo alikuwa anaingiza mwanzo. Kwa sababu tunaamini mtu anakuwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Clam wa Snake Boy sio Clam wa Sikitu. Clam wa Snake Boy sio Clam wa Sikitu. Nadhani umesikiliza interview yake wakati yuko South Africa. Alisema Sikitu mpaka sasa hivi imeshatumia budget ya shilingi milioni 527. Hiyo ni pesa tu ambayo mtu anawekeza kwenye filamu. Na tunaamini watu wa biashara kama una uwezo kuwekeza kiasi cha shilingi 500, basi huenda kwa unapata hata mara 4 au mara 5 yake. Kwa ni kweli Clam alikuwa anaingiza pesa nyingi sana, na bado sasa hivi ndo anaingiza sasa pesa nyingi sana. Lakini siku hizi hawezi kutaja kwa sababu kipindi kile alivyotaja kidogo kuna mambo alikuwa hayako sawa. Kwa hiyo sidhani kama siku hizi ni rahisi sana kutaja yeye anapata kiasi gani cha pesa. Ila anaweza akasema ametumia kiasi gani kutengeneza movie zake. Na ukweli kwa kama aliposema kwa anaingiza pesa nyingi, kuna baadhi ya kuna stories zisambao kwa alitekwa baada ya kusikia wao anaingiza pesa nyingi sana.
kuna watu walitaka kumpima, wakamchukua, wakamhifadhi sehemu ila kwa na lengo baya. Hii ni ukweli? Hapana, hiyo haina ukweli, lakini ninachofahamu kuna mambo yalitokea, sisi kama familia tunafahamu, lakini mwisho wa siku pia tulipokaa tukaangalia tukaona ni kweli sio sahihi kutaja kiasi cha pesa ambacho unakipata kutokana na shughuli ya YouTube au biashara zake nyingine. Yeah. Kama amepiga hatua, tunaweza nikasema ni tamthilia ya kwanza Tanzania kwenda kushutiwa nje ya nchi Afrika kwa YouTube. Tumezoea kuona kina Lamata, wakina Leo wakienda kushuti alafu zeni zinaoshwa kwenye mini sim. Kama mkasubutu kwenda thousands kupatia hata tiketi, kibali cha kushuti na then anaweka YouTube. Hiki alichokifanya ni kufungua njia kwa watu wazidi kuingia kwenye soko la YouTube vizuri, waamini wazidi uzalishaji na kushuti kitu kizuri tofauti na zamani. Kufanya vile sio rahisi. Sio rahisi. Na ninaamini pia kuna maproducer wa YouTube ambao nao walikuwa wanatamani kufanya kazi kwenda kushuti nje na maanisha. Lakini hawawezi. Sio kila mtu anaweza kufanya hivyo jamani, mtalala njaa. Yule ni tajiri, mtu ana pesa zake, kufanya hivyo ni rahisi. Alafu pia kitu ambacho labda watu hawakifahamu, nilishawahi kusema kwa Big Boss pia ameshaanza kushutiwa. Kuna baadhi ya scene zilishutiwa Dubai. Hili pia yeye hajalisema. Tajiri hapo namkumbusha. Kuna kipindi fani alienda Dubai kwa ajili ya masuala yake binafsi, lakini pia alishuti baadhi ya scene kwa ajili ya Big Boss. Kiufupi ni kwamba kama unahisi wewe ni producer wa YouTube, unaweza kwenda kushuti nje baadhi ya scene wakati Morogoro tu pana kushinda. Usifanye hivyo kwa sababu utafunga kambi. Tumwache tu tajiri sasa hivi jamani. Mimi nawashauri. Mimi niliangalia tamthilia yako ile 2017 nikikuona Chibu kama sijui kwa ni mweusi, sijui picha kamera, nilikuwa na kutoa vile. Hebu ukikumbuka zile picha mlizokuwa ukipiga sasa hivi na kamera mlikuwa ukitumia sasa hivi na zamani 2017 na sasa hivi, unaona ni kipi kabisa kimeongezeka kwenye ukuaji wenu? Bwana, kipindi kile tulikuwa tunashutia kamera moja hivi. Tulikuwa tunashutia kuna kamera inaitwa Canon 7D. Ndio ilikuwa 2017. Ilikuwa kubwa wa kipindi kile kidogo. Bonge la kamera, body kubwa. Picha sasa ikitoka kidogo ndio inakuwa mtihani. Kutoka kwenye 7D Canon mpaka kwenye Blackmagic 6K Pro ni mafanikio makubwa sana. Kwa sababu ile kamera tuna budget yake jinsi ilivyo. Ukiweka zile lenzi, ukiweka sijui zile SSD, ukiweka vikorokoro vyote mpaka stendi, unaweza ukanunua nini? Baharia, unaweza kununua tayari, inaweza kutosha pesa hiyo. Production hapo sijaweka tu vile vifaa vingine, si zile computers na nini kwa ajili ya kueditia. Kwa sababu unapokuwa na kamera kubwa, lazima pia uwe na vifaa vikubwa ambavyo vitakuwa vinakusaidia katika masuala ya kuedit. Kwa hiyo totoi hizi laptop sina computer kwa ajili ya masuala ya kuedit. Ile tu production yenyewe tujumlishe na taa ni Harrier mpya 0 km. Mimi kuna kitu